Kwanza tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza mchezo salama na tumepata ushindi wa magoli mawili. Mimi naamini kipindi cha kwanza kimechezeka Zenji na kipindi cha pili kinaenda kumalizika Chamazi. Kwa hiyo mchezo wa leo ni umeisha kwetu. Walimu ni wameona jinsi gani kitu gani tumekitoa uwanjani. Yapo mazuri tuliyofanya na pia kuna mabaya pia tuliyofanya. Kwa hiyo tunarudi katika uwanja wa mazoezi ili mali tuweze kumalizia mchezo wa pili Chamazi. Sawa, swali. Yes. Captain, how are you? Kwanza hongera kwa mchezo wa leo, lakini pili unajisikia ni kuwa moja kati ya mchezaji ambaye kikosi chake kina asilimia kubwa zaidi ya kuweza kufuzu katika hatua ya group stage. Ni ndoto ya kila mchezaji wa Azam FC kufanikisha timu hii kwenda kwa mara ya kwanza katika group stage. Kwa hiyo ni tupo katika malengo ya timu na mchezaji kama mchezaji kukamilisha malengo ya timu ni unakuwa so proud. Kwa hiyo ni sisi kama wachezaji kuweza kuingia na akili nzuri katika mchezo wa pili, kwani maajabu mengi sana katika mpira nimeshatokea. Mtu anashinda goli 3 nyumbani au away, goli zinakuja kurudi nyumbani kwake. Kwa hiyo ni sisi kuwa na mentali nzuri ya upambanaji tukiwa kwenye nyumbani kwetu, na ninaamini kupitia walimu wetu tutaweza kuonyesha mchezo mzuri sana na wenye kuleta magoli kwa Azam FC hatimaye kuweza ku-reach group stage. Sadio, taarifa ni kwamba nyinyi ndiyo timu pekee kutokea Tanzania bara ambao limeondoka na ushindi kwenye michuano hii ya CAF. Kama nilivyosema kwamba mpira una maajabu yake, leo ambapo mmecheza na KMK na kuona ushindani walionao uwanjani, nini hasa tukitegemea kwenye mechi ya marejeano za Conference? Mimi ninaamini tutaingia kama tulivyoingia kupush katika uwanja wa mchezo, kwani nimekuwa tuona toka dakika ya kwanza tupo katika kushambulia zaidi ili mai tuweze kupata magoli mapema. Kwa hiyo ni jinsi gani kuangalia mwalimu wetu game plan atakayokuja nayo katika uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo sisi ni wafanyaji kazi, kile tunachokipokea kutoka kwa walimu wetu ndio kile tunachokideliver katika uwanja wa mechi. Kwa hiyo ni yeye na benchi lake kuona jinsi gani tutamwingia katika mchezo wao wa nyumbani, lakini ninaamini tutaonyesha mchezo mzuri wenye kuvutia na wenye kuleta matokeo kwa Azam FC ili madi kuweza kuvuka katika hiyo battle. Swali, nikiangalia kipindi cha pili namna mlivyocheza, wenzenu waliamua kukada chini na mkakosa uvumilivu wa kilimo, kwa maana ya kwamba mashuti mengi ambayo nilazimisha ilishia kublock wapinzani, cross nyingi zilizolazimisha kupiga zilishia kwenye vichwa vya wapinzani. Kuna nyakati tulikosa umakini na tukatoka katika game plan yetu, na ninaamini mwalimu aliweza kuturudisha katika dakika fulani, dakika 25 20 ngapi za mwishoni, tukaweza kucreate chance ambayo mwenzetu amemiss katika 6 au 5. Kwa hiyo ni jinsi gani kuona tunacheza katika mchezo wake na tusitoke katika mchezo anahitaji kucheza. Mimi ninaamini anatufundisha vizuri, na sisi kama wachezaji inabidi tukae tuzungumze. Tulipata magoli mawili na tukarudi kidogo chini na hatimaye tumerudi katika kipindi cha pili akiongeza goli, na mimi niseme magoli mawili ni mengi sana kwetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo, lakini tutaenda kumaliza kwa mchezo tukiwa nyumbani. Sadio, mchezo wa mwisho bila shaka ndio utakuwa mchezo ambao utakuwa na furaha kwa upande wenu, ambapo mtakuwa kwenye uwanja wa nyumbani. Kitu gani ambacho unazungumza na mashabiki wa Azam FC kuhakikisha kwamba wanakuja siku hiyo kuwapa support, lakini pia kama mtakwenda kwenye hatua ya makundi basi mtakuwa na furaha kwa pamoja, unawaambia nini? Kwanza niweze kuwakaribisha mashabiki wa wanaopenda mpira mzuri kuweza kukaribia siku hiyo, kwani ninaamini Azam FC inacheza mpira mzuri sana, na nipende kutoa nafasi ya upendeleo kwa mashabiki wa Azam FC, kwa maana wamekuwa wakitupush sana. Leo nimeona nimesafiri na sisi mpaka huko wengine, na tukiwepo katika uwanja wetu wa nyumbani wanakuja kwa wingi. Kwa hiyo niweze kuwakaribisha, kwani timu yao inaonyesha burudani nzuri na tutawapatia zawadi ya matokeo ili mali kuweza kufuzu katika group stage. Tumeona mechi zaidi ya moja. Azam FC akishapata goli, kupata goli lingine kinakuwa ni kipindi kirefu sana. Alafu jibu ile moja loso la pili mnatengeneza chance nyingi sana, lakini kufunga pale haifanani na chance ambazo mnatengeneza. Ni kama wachezaji na hisi nimeshauri discuss hiyo swali. Tengeneza nafasi. Swali ni mawili hapo. Anza moja la pili.
Mimi ni mnahisi tuna push ili mali tuweze kufungua mchezo wa goli, na kama nimeweza kuona kwamba tunaweza kuwafungua wapinzani na kuweza kupata goli, ni kitu kimoja ambacho mwalimu wetu kashafanikiwa. Kwa hiyo ni sisi jinsi gani kuona tuna stay katika ile njia ambayo tulioipata goli ndio tuendelee kucheza nayo, na tunatumia nguvu kubwa sana mpaka kulipata ile goli moja, na hatimaye tuna take time ambapo kuipata goli la pili. Kwa hiyo ni sisi kama wachezaji kuona jinsi gani tunaweka umakini mkubwa kama tukipata timu kama leo, kama tuna dominate mpira muda mwingi, tupata goli moja tuongeze goli la pili. Kwa hiyo ni sisi kama timu kukaa kuzungumza ili mradi tutoke katika hicho kipindi tuje katika kipindi ambacho tunachoweza kudominate mpira mwingi na kuongeza magoli. Simba nilikuwa nataka kufahamu kwa mchezo wa leo umecheza vizuri, lakini kulikuwa na tofauti kati ya first half na second half. Nataka nifahamu mwalimu aliwaambia kipi wakati ameenda kwenye mapumziko hadi mmerudi second half mkiwa mnacheza kwa utulivu na kama pressure ilikuwa imepungua zaidi. Mwalimu wetu ni mwalimu mtu anayependa ushindani, kwani tulirudi second half kama mechi ilikuwa bila. Kwa hiyo alituambia tusahau ile magoli mawili, tulicheze kama mechi bila ili mali tuweze kuongeza magoli, lakini tumeweza kupush kadri ya uwezo wetu, tumeshinda kupata goli. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tutaingia na mentality nzuri katika wenzetu wa nyumbani ili tuweze kupush kupata na magoli mengine. Ni wachezaji wenye experience kubwa sana, ni wachezaji ambao wameshacheza mashindano mbalimbali. Ukimzungumzia kakaangu Imidi, ni mtu aliyekaa katika timu yetu muda mwingi, akatoka akaenda akacheza professional. Leo hii ni amerudi katika timu yake ya nyumbani. Kwa hiyo ni anatuongezea uzoefu mkubwa sana. Kwa nyakati zake hakuweza ku reach group stage. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ushauri gani anaweza kutupa ili mali vile ambapo alikuwa anaviona nyakati ambazo yuko visiweze kutokea sahihi. Ni anatumia muda mwingi sana kuzungumza na vijana ambao tunakuja ili mradi kuweza kufanikisha malengo ya timu. Kwa hiyo ni ana mchango mkubwa sana ndani na nje ya uwanja kwa ujumla.